Una familia kwanza, lazima watazamaji wako, watu ambao wanapenda kazi ya Mdeme wafahamu. Mdeme ni mtu ni msela tu, ana watoto 10, ameoa ama imekwaje? Mimi na familia. Mimi kusema ukweli kabisa, nisiwe muongo, nina wake watatu. Wake watatu? Aha. Wewe ruba. Weka mbali na watoto sumu hiyo. Hiyo kusema kweli kabisa. Hiyo nimesema kweli, nina wake watatu na nina watoto 8. Na watoto 8. Bwana, mwanzoni ulianza kutoa sifa za watu wa Magomeni. Ni mambo wengi, ni midfield kama ulivyosema. Umedhihirisha mzee wangu na wanawake watatu. Unajua usichojua, yani nje ya haya mambo, mimi pia nimepita kwa sababu watoto wengi wa Magomeni wamepita madrasa ni nyingi sana Magomeni, au sio bwana? Yani ni nyingi yani. Kwa hiyo nimepita yani, kimfano hata kama nisingekuwa midfielder leo, labda ungeweza kukuta ni shehe fulani hivi, umeona yani. Kwa hiyo mimi nimefuata sana sunna za dini yani. Tunaongeza mmoja ama nitamaliza, ila navizia, naangalia nani anaweza kuingia kwenye nafasi, ndio nipo kwenye kuvizia. Mzee wangu surprise, sikuwahi kufikiria kwamba kwanza mwanzoni nilikuwa sifikiri kama umeoa, kwa sababu yale unayofanya najaribu kuimagine kwamba mkeo amekaa nyumbani akitazama. Kwa hiyo hapa wanawake watatu wote wanalizishwa na hayo unayofanya, mnakuaje? Yani katika vitu ambavyo ninavyomshukuru Mungu, hakuna hata mke wangu mmoja ambaye hanisapoti kwenye swala hili. Bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mfululizo kwenye kile ambacho tumekianzisha, exclusive interview ama mahojiano na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema ulitamani uwatazame ama uwasikilize kuhusiana na mazuri ambayo wamekuwa wakifanya kila kukicha. Nikukumbushe tu ya kwamba moja kati ya tamthilia ambazo zinafanya vizuri sana kwa muda huu ni Dunia, tamthilia ambayo inapatikana kunako YouTube channel ya Baba Asma. Moja kati ya tamthilia ambayo ukisema mitaa wana enjoy ni Dunia. Shafanya mahojiano na watu wote, nilimbakisha mtu mmoja tu, Mdeme mzee wa Bakora, moja kati ya watu ambao wana kijiji chao, watu fulani mwenye anajiita midfield. Tusonge mambo mengi, acha nizungumze naye atuambie bwana ilikuwaje mpaka kaweza kuhusika kunako tamthilia Dunia. Na changamoto design gani anazipata kwenye mambo yake yale. Mzee inakuwaje? Safi kabisa. Mambo yanaenda. Tunamshukuru Mungu. Na Dunia imemfanya Mdeme binafsi tumtafute. Ni kweli kabisa. Natamani nifahamu vingi fupi kwamba safari yako ya uigizaji ilikuwaje? Mdeme ambao tunamuona kwenye Dunia ama Mdeme ambao watu wengi wamemuona kwenye Dunia, alikuwa msanii ama ilitokea tu Baba Asma akamuona akamuita kwenye Dunia? Kwanza kabisa, naweza kusema safari yangu ya sanaa mimi ilianzia shule. Unajua watu wengi ambao wana vipaji ukiwauliza wanaweza wakasema kama hivi ambavyo nimesema mimi. Mwanzoni nilikuwa naaminiwa, afu ilikuwa najikuta tu, sio kama labda nilikuwa najua kwamba mimi naweza kufanya hiki kitu. Unaweza kujikuta tu imefika siku kuna masherehe au matamasha, unaambiwa fulani utawasimamia wenzio, tunataka kufanya kitu fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo nilianzia hapo. Baada ya hapo ndo nikaanza sasa kujijua kwamba mimi nina kitu. Kabidi tukamaliza shule ya msingi, nikaingia kuna shule moja Ilala sekondari kule. Kuna mwamba mmoja alikuwa anaitwa Penda, walikuwa wanaigizaga maigizo yao zamani pamoja na kina Cloudy, kina Chekibudi, na hisi mtu maarufu pia. Basi yule ndo alikuwa ni mwalimu wangu wa kwanza, ndo mtu wa kwanza kunielekeza sanaa ipoje. Tulivyotoka hapo, baada ya kuwa kuna vitu nimevichukua kwa ule mwamba, nikaja nikampata mwalimu wa pili. Kuna mshaji mmoja anaitwa Kasala, alishai kuigizaga hadi mambo hayo, na pia kashafundisha watu wengi hadi Marem Sajuki. Umeona Marem Sajuki wao alikuwa pia mwanafunzi wake pia, na watu wengi tu wengine. Lakini nilipokutana na ule mwamba sasa ndo nikaanza kuelewa zaidi sanaa ni nini, kwa sababu kuna mifumo fulani hivi ambayo alikuwa ananipa iliwahi kunisaidia. Nasema iliwahi kunisaidia kwa sababu kuna kipindi nishai kuingia hadi kwenye mashindano ya kuna tamthilia ilikuwa inatengenezwa Azam TV ilikuwa inaitwa Tax. Walishai kutafutaga wasanii. Nakumbuka tulifanyaga interview pale Coco Beach. Tulikuwa wasanii kama 900 hivi. 900. Afu wakawa wanatakiwa wasanii 30 tu kwa ajili ya hiyo project yao. Sasa katika hiyo safari tulitoka huko, tulianzia mashindano Coco Beach. Yakaja na mashindano yakaishia pale kwenye ofisi zao za Azam pale. Tukawa tunafanyia pale usaili. Lakini kwa bahati mbaya kutoka huko 900 nikaja kutoka kwenye watu 35, na walivyotoka watano ndo wakapatikana wale 30.
Yaani watano ni maana yake si leo ni walize hivyo watano walikuwa. Yaani si watu wapo 900 au sio bwana? Kwa hiyo wameenda mpaka wakafika 35. Kwa hiyo 35 wale watano walivyotoka ndo wakapatikana wale 30. Wewe ulikuwa kwenye wale watano ambao walikuwa majaji bila shaka kwa naumia vichwa. Hao watano tuwafanyeje? Yaani katika wale watano mimi ndo nilikuwa mtu wa mwisho kabisa. Yaani nilivyotoka mimi ndo wakapatikana wale 30. Umeona? Basi sijajua ni kama ungesema 31 wewe ungeingia. Ina maana na mimi ningekuepo. Umeona bwana? Kwa hiyo sijajua ni vigezo gani, lakini pia mimi naaminigi sana kwenye bahati. Unajua bahati ndio inaweza kumfanya mtu awepo au asiwepo. Umeona? Kwa hiyo nilishukuru, waliniuliza, walinioji kipindi kile, hata huyu msemaji wa Azam Ashimwibwe alikuwa na nafasi kama ulikopo nayo wewe. Nakumbuka pia aliwahi kunioji akasema, binafsi yangu kama mimi sijatamani utoke yani, lakini ndio hivyo ishatokea, haina jinsi. Kama basi poa bwana, mimi nashukuru Mungu, lakini yeye nikatishi tamaa. Najua nimekosa hapa, nitapata kwingine. Kweli. Basi baada ya pale nikaendelea na safari yangu kama kawaida, tukawa nashirikiana na watu kwenye filamu, kwenye matamthilia baadhi. Zipo zimeenda, zipo hazijaenda, lakini yote kwa yote ndo nikaja kuangukia kwa Baba Asma. Na kwa Baba Asma, yani si kama tumekutana tu kwenye kazi hii. Nilishawahi kufanya kazi za awali. Umeona, kimfano kama ile Lamba Lamba nilishiriki. Kuna tamthilia pia ilikuwa inaitwa Siku Tatu Baada ya Kifo. Nilishiriki vile vile. Umeona, haikuisha lakini. Nikaja tena nikashiriki tamthilia nyingine Kibenteni. Ile kina Cheche. Nikashiriki pia. Kibenteni ulikuwa wapi wewe? Nilikuwepo. Nilicheza kama wakili. Nilicheza, ukimwangalia Mdeme unamuona ila kwa sababu sikupata nafasi kubwa kama hivi, ndio maana watu wengi hawajui. Kwa hiyo nikacheza tena. Kuna nyingine, kuna tamthilia pia moja nilicheza pale, alafu baada ya hiyo ndo kama mbili zikanikosa kutokana na mitihani ya kimaisha, lakini kwa bahati nzuri kiongozi wangu, namshukuru Mungu, ni kiongozi mzuri. Ni kiongozi ambaye kwanza anapenda watu, sio mtata, ajisikia na majigambo. Nishawahi kumzungumzia pia baadhi ya sehemu nyingi kwa mazuri yake aliyokuwa nayo. Ni mtu tofauti kusema kweli. Yaani kama unaweza kushindwa kukaa naye yeye, sijui kama kuna mtu mwingine unaweza kukaa naye. Kwa hiyo basi tukageana taarifa ya hiyo project ya Dunia. Umeona, kutokana na matatizo ambayo nilishai pia kuyaongea hata awali. Umeona bwana, ili nifanya nichelewe kidogo kuingia kwenye project, lakini baadaye nikaingia. Namshukuru Mungu, kile alichokiona ndo kimeenda kuwa kwa wapenzi wetu. Kifupi wewe kwa Baba Asma wewe ni familia au sio mtu ambaye amekuja? Mimi ni familia bale. Mimi ni familia. Natarajia kukuona kadri kwa kazi jinsi inavyozidi kwenda. Kwa uwezo wa Mungu inshallah. Naamini hivyo. Wakati sini kuuliza ile swali, wakati vile ambavyo anakupa hizo script ama anakupa karakta yako kwamba Mdeme utacheza hivi, kwako ilikuwa ni ngumu ama ilikuwa ni rahisi ama ulijisikiaje vile ambavyo unakwenda kuact? Maana unachokifanya ni kigumu actually. Yaani kwa msanii ilivyo kama mwanajeshi. Unajua bwana, ukishaambiwa wewe fulani unaenda kupiga vita sehemu fulani, pale tena uwezi kuoji, au sio bwana? Ina maana wewe unachokifanya pale yani ni kuchukua kama ni gwanda, kama ni bunduki yako na vifaa vingine, wewe ni kuingia mapambanoni. Kwa hata mimi nilivyoambiwa, unajua wasanii wengi, ili napenda kutoa kama darasa kwa watu wengine. Wasanii wengi katika maisha alivyo huaga wanapenda kuwa mastering, hawapendi kuwa maadui. Hiyo chunguza, afu kuna siku utasema Mdeme alisema kweli. Lakini binafsi yangu, hata kama hii tamthilia yetu ingekuwa ina mastering na maadui, mimi ningependa sana kucheza kwenye maadui. Kwa sababu mimi napenda sana kukela. Mimi niko kama Bernard Morrison. Midfielder ndo kazi zetu yani. Unajua tukipiga mipasi yetu, ukipiga kulia, ikirudi, ikipiga kushoto umefinya, kuna muda watu wanajua unapeleka kwa striker afunge, unajikuta umerudisha kwa beki. Midfielder. Midfielder si ndo kazi zetu. Kwa hiyo mimi binafsi yangu napenda sana kucheza adui kuliko Sterling. Umeona? Kwa hata ile nafasi nilogewa, yani nilivyoambiwa unaenda kucheza sehemu fulani, kwanza nilicheka sana. Nikasema hiyo nafasi hiyo naitamani. Hiyo niko naitamani kwa sababu
kusema kweli kama nilivyowahi kukuambia awali, mimi naishi Magomeni. Umeona yani, ndo nimezaliwa Magomeni, nimekulia Magomeni, kusoma mpaka shule ya msingi nini. Kwa hiyo Magomeni kuna vituko vingi sana. Na hii interview tunayoifanya, yani kama kuna watu wako Ulaya huko wapi ambao wameishi Magomeni wataisikia, watacheka sana. Umeona, kwa sababu yani hizo ni kodi za watu wa Magomeni. Umeona, ma midfielder ni wengi yani soma siala. Kwa hiyo haikuwa ngumu sana kukopi vile vitu ambavyo wanavyovitaka bosi wetu kutokana na hali mazingira ambayo mimi nafanyaje, mimi naishi. Familia, una familia kwanza, lazima watazamaji wako, watu ambao wanapenda kazi ya Mdeme wafahamu. Mdeme ni mtu ni msela tu, ana watoto 10, ameoa ama imekwaje? Mimi na familia. Mimi kusema ukweli kabisa, nisiwe muongo, nina wake 3. Wake 3? Aha. Wewe rubaruba. Weka mbali na watoto sumu hiyo. Hiyo kusema kweli kabisa. Hiyo nimesema kweli, nina wake 3 na nina watoto 8. Na watoto 8. Bwana, mwanzoni ulianza kutoa sifa za watu wa Magomeni. Ni mambo wengi, ni midfield kama ulivyosema. Umedhihirisha mzee wangu na wanawake 3. Unajua usichojua, yani nje ya haya mambo, mimi pia nimepita kwa sababu watoto wengi wa Magomeni wamepita madrasa. Madrasa ni nyingi sana Magomeni. Au sio bwana? Yani ni nyingi yani. Kwa hiyo nimepita yani. Kimfano hata kama nisingekuwa midfielder leo, labda ungeweza kukuta ni shehe fulani hivi, umeona yani. Kwa hiyo mimi nimefuata sana sunna za dini yani. Tunaongeza mmoja ama nitamaliza, ila navizia, naangalia nani anaweza kuingia kwenye nafasi, ndio nipo kwenye kuvizia. Mzee wangu surprise, sikuwahi kufikiria kwamba kwanza mwanzoni kwa sifi kama umeoa, kwa sababu yale unayofanya najaribu kuimagine kwamba mkeo amekaa nyumbani akitazama. Kwa hiyo hapa wanawake 3 wote wanalizishwa na hayo unayofanya, mnakuaje? Yani katika vitu ambavyo ninavyomshukuru Mungu, hakuna hata mke wangu mmoja ambaye hanisapoti kwenye swala hili. Wake zangu wote wananisapoti kwenye swala hili. Wananisapoti vizuri sana. Istoshe pia wanapenda ninachofanya, kwa sababu wao hata vipande vinavyoendelea kwenda, mfano imetoka labda episode labda ya 10, wao wanaanza kuangalia hata kabla yangu, afu ndo wananipigia simu, umeiona 10? Umeona wewe akili una yani jinsi ulivyocheza pale, yani hivyo. Hivyo wake zako na mashabiki zako? Washabiki zangu wakubwa. Yani kama itatokea siku utawaoji, nachokiongea mimi ndo atachokiongea wao. Ilishawahi kutokea kati ya hao 3 mmoja wapo siku yote akaonyesha wivu, binadamu tumeumbwa nao, akaonyesha hata wivu fulani kwenye yale ambao umeigiza kwenye kazi? Wivu upo. Wivu upo. Sikwambie mtu Wajua hata mimi usio mwili wangu. Zamani nilikuwa nikinunua kama hivi kitambaa kushona nguo, na nunua hata mita 2. Sasa hivi? Sasa hivi mita 1. Umeisha au? Nimeisha. Unatumika sana. Natumika. Ni kweli kabisa unavyosema. Lakini siumii kwa sababu mwenyewe nimependa. Ila wivu upo. Unakwambiaje? Na wivu unajua upo wapi? Wivu upo kwa mfano umekaa na mwenzio labda mpaka mida saa 4 usiku kwa mfano, afu unamuaga, unamwambia sama mama watoto, leo si unajua kwa fulani, kwa hiyo tutaonana kesho. Basi pale tutasikia, unajua sijakwambia tu mimi mwenzio leo kichwa kinaniuma kama nini. Natamani siondoke. Sasa unaanza kujiuliza, mama hicho kichwa kimeanza saa ngapi? Unashindwa hadi kuelewa. Yani wivu upo. Hivi yale mambo ambayo unaigiza yale sometimes zile romantic, unafanya wewe una care sana kwenye kazi zako, the same to your family ama inakuwaje? Yani kwenye kukea, kwanza nikwambie kitu kimoja, sisi mama yetu ametuzaa watoto 2. Yani niko mimi na dada yangu ndo alianza kuzaliwa nikafuata mimi. Kwa hiyo bi mkubwa katika vitu ambavyo alikuwa anatufundisha sana, kwa mimi wa kiume aliniambia isije ikatokea siku ukaja ukamkela au kumkwaza mwenzi wako, kwa sababu mimi nimewazaa wachache, lakini nataka nyinyi mwe na familia kubwa. Sio, ushanielewa vizuri? Na kwa dadangu pia alikadhalika hivyo aliambia, wewe sitaki itokee siku uje umkele mwenzio, na istoshe pia watoto wenu, yani natakiwa muwapende sana na muwalee wawe wamoja, hata kama inatokea umepata watoto kwenye mama tofauti. Kwa hiyo kwenye upande huo namshukuru Mungu sema kwa ule wivu ambao wanakuonyesha kwenye maisha. Sometimes wanagusisha na kazi zako bana, pale ulivyofanya hivi mimi sijapenda. Kati hao 3 kuna hata mmoja design hiyo? Kuna kipindi
Yani ukizungumzia masuala hayo, unajua kama anavyokuambia wanawake waga wanapenda waume zao wafanye vitu vizuri. Umeona, wapendi wafanye vitu vibaya. Si ni moja tu ambayo iliwakera, ile ambayo yule mwanamke alisemaje? Kuna sini moja mwanamke ananiambia mimi, vipi? Yani tumekaa pale saa zima. Umeona bwana, afu hamna chochote. Umeona hiyo sini? Mke wangu alisema, "Sasa hii sini gani?" Nikamwambia, "Sasa mke wangu nataka kila siku kama unamdhalilisha hii sini gani sasa?" Nikamwambia, "Hamna." Kwani unavyofikiria kwenye maisha ya kawaida haitokeagi hivyo. Hivyo vitu vipo, yani vinafanywa vitu ambavyo vipo kwenye maisha ya kawaida. Umeona yani ilimkera hiyo sini, lakini nikamuelekeza, baadaye akaelewa. Maana yake unajua hizi kazi tunazozifanya, kuna watu kwenye maisha ya kawaida huwa wanaona au wanajua kwamba tunayoyafanya ni kweli. Na kuna wengine nikikutana nao leo huwa wanajua yule Aili ni mimi ndo mke wangu wa ndoa. Wengine wanamuonea huruma, wananiambia tutamuonea huruma kweli mkeo yani. Yani mtu unawezaje kuishi na mwanamume ndo kama hiyo? Basi unafikiria unaona huyu anajua yule ndo mke wangu kweli, na maisha naishi ni maisha yangu kweli. Hivyo yani. Sawa, wasanii mmekuwa ni watu ambao mnawasilisha yale ambayo kwenye jamii yapo, ama mambo ya kufikirika lakini huenda yakatokea. Na maisha ambayo ama character ambao umebeba wewe sometimes ni mtu ambaye unajali, ni mtu ambaye unaonyesha na uwezo sasa kwenye masuala mazima kitandani, kwenye masuala mazima ya mahusiano. Natamani nifahamu kero gani unaipata kwa audience, kwa maana kwamba mashabiki zako, kuna watu wanakutafutaga wale, "Bwana Mdeme, na mimi nataka unaonyeshe pasi zako." Inakukutaga hiyo? Unajua kama nilivyokuambia, sisi wasanii wachanga yani, kwanza unajua usafiri tunaotumia unakuwa ni magari public. Kwa hiyo sometimes unaweza kukuta umepanda daladala, mtu akakuona anaanza kuangua cheko. Anacheka. Ukimwangalia huyu anacheka nini huelewi. Umeona bwana? Huyu anacheka nini, anakuambia, "Sikiliza bwana. Wewe si ndo mzee wa bakola sasa twende sasa ukanichape hizo bakola zako." Yani mtu kwenye gari, haijalishi mwingine anaweza kujikuta tu kaongea hivyo, kumbe uko na mume wake. Basi ukiangalia ile mazingira unajua kabisa huyu yupo na mtu wake, lakini kapenda tu kuongea ile neno. Basi unajikuta unacheka tu, bado anaendelea kukuendea. "Wewe si ndo mzee wa bakola wewe, twende sasa ukanichape mimi hizo bakola zako." Unajua hizo Sheko serious yake. Yani unajua binadamu inawezekana hata akawa yuko serious, lakini kwa sababu unajua wewe ni msanii, singine anaamua tu kukuzingua. So unajua mwingine anakuambia kabisa, "Mimi nilikuwa nashuka kitu kinachofuata, lakini nimeshuka hapa kwa ajili yako. Haya, nataka sasa tupige story. Niambie, unafanyaje yani mpaka unakuwa unachukua na kiote unakaa nao nyumba moja kama vile." Unajua basi yani kusema kweli changamoto zipo. Lakini kwa sababu ndo kazi ambayo tushaipenda, hamna jinsi. Bila shaka upo kwenye mitandao ya kijamii. Kero za DM zile hazijakuletea shida na familia? Naamini kuna wanawake ambao sometimes wanataka hayo ulikuwa nayo. Kwenye upande huo, mimi na mama yangu mdogo wa mama yangu, katika wake zangu wote ambao nilioa, yeye usia wake ulikuwa sehemu moja tu. Huaga anawaambia wake zangu nikiwaoa, anawaambia hivi, katika maisha ukitaka kulijua lisilo kuhusu, utalipata lisilo kupendeza. Hasa mwanamke kushika simu ya mume wako au mwanamume kushika simu ya mke wako. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu pia kwenye upande huo, ugomvi wa simu na wake zangu hakuna. Ila DM zipo. Sometimes ipo hiyo. Mimi nishaikualikwa sehemu nini, nikaenda nikapigwa mchemsho 15,000. Hivyo vipo. Yani mwingine anamwambia, "Bwana vipi? Bwana mimi sina nauli na kutumia hela nini." Yani hivyo vitu vipo. Umeona? Sehemu nyingine unaenda, sehemu nyingine uendi, ukitoka anakuambia basi poto na siku nyingine. Ila ndio hivyo, ujue namna gani vipi. Unajua hivyo vipo vitu. Lakini kifupi, yale ambayo unaact sio maisha yako halisia. Yale sio maisha yangu. Yale sio maisha yangu. Ile ni kazi tu ambayo nimeambiwa bwana wafikishie hivi. Basi ndo mimi nafikisha hivyo, lakini sio maisha yangu. Kifupi, tamthilia ya Dunia kwako imekufungua design gani, ama imefungua njia yako mafanikio design gani? Kwenye mafanikio mpaka sasa hivi, unajua kama unavyosema, unaweza kujikuta unafanya kazi ukapata mafanikio, ukata una nyumba, una gari, lakini unaweza kujikuta umefanya kazi ukawa na pikipiki, unaweza ukafanya kazi ukapata chumba tu ukawa umepanga chumba, unaweza ukafanya kazi usipate vyote lakini ukajulikana. Yani nishawahi kufanya vikazi vingine nyuma huko, lakini sijawahi
kuwa mdeme kama ambaye niko sasa hivi. Mpaka sasa hivi kitu ambacho naweza kusema mafanikio labda ni kwa upande huo. Alafu hayo mengine yatakuja mdogo mdogo. Nilikuwa nafuatilia comment za watu wengi sana. Watu wengi walikuwa wanatamani wamuone mdeme. Watu nakukubali kile unachokifanya. Unawezaje? Wewe unawaza yale maneno ama ndio vile mtoto wa Magomeni ama inakuaje natoka punch kama zile mpaka watu wanavutiwa design ile? Yaani kwanza script zipo, tunapewa script, nataka upite hapa, upite hapa, upite hapa. Alafu sasa baada hapo sasa ndo kama msanii inakuja sasa ile uwezo binafsi. Uwezo binafsi unafikiria kwenye hii script, naweza nikatia neno gani likaendana na hichi ambacho kinachotakiwa kifanyike. Ushaona bwana? Kwa hiyo huo ndo uwezo binafsi. Lakini script zipo. Tunafanya mambo yanaenda. Umeona Mke ambaye alikuwa naye Irene, si ndio? Unahisi amevaa usika wa kumweza mdeme kwenye tamthilia? Yaani kusema ukweli katika vitu ambavyo ninavyoenjoy kucheza na Irene kama mke wangu. Kusema ukweli yani nimzungumzia Irene kwanza kwenye maisha ya tofauti na sanaa. Sijawahi kumuona amenuna toka namjua. Yani ni mtu ambaye muda wote anacheka. Yani kununa ananuna kwenye kazi. Ushaona bwana? Ni mtu ambaye anacheka muda wote, ni mtu ambaye anapenda kuenjoy, hapendi kukasirika. Afu ni mtu ambaye hata mtoto anapenda kumwambia samahani. Bwana, pole pole. Yani ni mtu hivyo, unajua? Kwa hiyo yani huwa sikasiriki wala sijawahi hata siku moja kuchukia kwa nini niliwekewa huyu, kwa nini sijawekewa huyu. Yani na enjoy sana kusema ukweli. Na enjoy sana kucheza na Irene. Na muda mwingine natamanigi hata sini zote, yani bora hata ningekuwa nacheza na yeye. Umeona, kutokana na ile amshamsha ambao inayokuwa inatokea kati yetu. Zungumzia swala la mahusiano wewe na Irene kwamba watu wanagesi hivyo. Binafsi hata mimi niliona hizo comment. Watu wanasema kwa jinsi anavyocheza mdeme na huyu Irene, huenda akawa ni mpenzi wake kweli. Wewe ni mtoto wa kiume. Kuna namna yote ambayo na hisia zipo ambapo huenda baadaye tukaongeza akawa wanne ama tutafanya bila ridhaa, lakini hivyo yani. Kwanza mtu huwezi kuoa mtu ambaye yupo kwenye familia yake. Irene ana familia yake, yani ameolewa na mumewe na watoto wake. Afu istoshe kama anavyokuambia ni mtu ambaye anapenda kucheka, lakini sio mtu ambaye unaweza kumkaribia kiurahisi kupitia hayo mambo mengine. Umeona, ni mtu ambaye anajiheshimu sana, yani sana. Na sio Irene, naweza ngasema hata wasanii wengi katika wanaocheza kwenye tamthilia ya dunia ni wasanii ambao wako makini sana ni kwenye swala hilo. Umeona, kwa hilo naweza kuwasifia kusema ukweli. Wengi wapo kwa ajili ya kazi. Waki watatu mtu anaweza kaisi labda kuna shida baadhi ambazo kazionyesha kwenye tamthilia kaonazo kweli. Ni kweli mzee wangu yule mwanao anakupa dawa sometimes unatumeka kwenye maisha kawaida. Yani hizo tunarudi kule mwanzo. Hizo ni kodi ambazo zipo Magomeni. Mwanao anaitwa nani yule? Buteshaya. Baiki cha leo. Buteshaya ngambia mpaka akiandike jina nikiitwe kabisa mdeme. Ili hata kama nikimtuma bodaboda ni chap kwa haraka kinaenda kinafanyaje? Kinakuja kwa wakati. Hivi ipo kweli Buteshaya? Bute yupo lakini afanya mambo, ni rafiki yangu tu. Ila niliamua tu kulitumia lile jina lake kwa sababu watu wa Magomeni wengi wanamfahamu, kwa hiyo nikajua wengi watacheka kutokana na ile jina kulisikia. Anaweza tumbe promo tumtangazie dawa zake kidogo. Au dawa. Hamna, yeye sio mtu wa mambo hayo. Lakini mzee wangu utumii vile vitu. Kusema kweli sijawahi kutumia. Sijawahi kutumia. Sababu kama sasa hivi ninakwambia nina watoto 8, ningetumia sisi ingekuwa 16. Sasa kama hivi na watoto 8 ningetumia angekuwa 16. Mtoto wa kwanza miaka mingapi? Mtoto wangu wa kwanza yuko form 2 sasa hivi. Tunatarajia kati ya hao mmoja wapo aje kulisi fani ya baba. Yani ananishangaza sana huyu ambaye ndo mdogo kabisa. Kukaa bado hajaanza kukaa, yani bado kadogo. Lakini ukiwa mke wangu akiwa anaangalia hizi kazi zangu, basi yule mtoto huwa anatulia, yani kama anaelewa nini kinachofanyika. Na ukitaka kumkela, wewe mbadilishie, tutoa pale, weka sehemu nyingine. Yani atalia kama mtu kampiga vile. Sasa nikimwangalia kwa jicho la pili, nahisi huyu anaweza akaja akalisi. Unaona ni fahari ama hutamani mwanao aje kuwa kwenye hii sanaa? Kwa vile ambavyo umeona ugumu wa sanaa, hasa especially wanawake, wewe ni mwanamke wewe.
Huyo wa kike. Mtoto wa kike. Mimi binafsi yangu natamani hata wanangu wote waje wafanye sanaa. Kwa sababu sanaa kwanza ni kazi kama kazi nyingine. Au sio bwana? Yaani sanaa ni kazi kama kazi nyingine. Ukitaka kufanya sanaa kama maisha utafanya, na ukitaka kufanya uhuni utafanya. Yaani hiyo ni wewe mwenyewe, lakini sanaa sio kitu kibaya. Umeona? Kwa sababu hapo watu wengi ambao wanategemea sanaa, umeona, na hawafanyi kitu kingine chochote. Sanaa gani ambayo ni yaani ni bora sana kwako wenzi zote ambazo unazifanya? Yaani sini ya kwanza kabisa ambayo ilianza kunikosha mimi kwenye dunia ni ile sini ambayo nilitoka nje kumfuata mdada wa kazi, halafu nikamkosa. Halafu nikarudi ndani, nikaanza kujitoa akili kwa mke wangu, ambaye mke wangu mpira chenyewe mpaka 5:30. Akaniambia 5:30 wapi wewe? Wewe sema tu mambo yako ameenda ovyo huko. Kustukia. Ile sini kusema kweli nilikuwa nikiangalia na cheka sana, afu hata wanangu ilikuwa wakichukua tu simu wanaanza kuiangalia sini ile, afu wanaipenda sana. Afu sini ya pili ambayo nimeipenda kwenye dunia ni ile sini ambayo tushatukanana sana huko nyuma mimi na mke wangu. Afu kuna siku namwambia mke wangu kwamba mke wangu wewe amka bwana. Unajua leo siko sawa yani. Uko sawa unaumwa? Ngambia hamna. Nimeshikwa. Umeshikwa na nini? Una malaria? Ngambia hamna. Unajua bwana hamna wewe. Akacheka sana afu kanambia yani unaamna mimi vipi yani? Wewe usisema mimi sikuvutii hizo siku za nyuma si nini. Tukaenda mpaka mwisho wa siku tukageana shiti nikalala, afu kanambia mume wangu bwana hemu geuka nimekufikiria. Kumbe nakutania. Kumbe ananitania nikakurupuka. Mke wangu unasemaje? Ngambia toka nimekutania. Yani ile scene kusema kwa kila nikiangalia nacheka sana tena. Yani scene yote ambayo ishakugusa maisha yako ufanye kama reality ilitokeaga hivi. Katika hizi scene ambazo nimezicheza kwenye dunia, kusema kweli hadi sasa hivi bado. Yani zote ni fikira tu za yule mwandishi. Lakini hakuna scene ambayo nimekutana nayo bado. Sana tunaidai ama tayari imeshatokea pesa ambazo tulikuwa tunazitumekeza? Pesa, yani tukizungumzia pesa kama nilivyokuambia sisi bado ndo tunachipukia. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukizungumzia swala la pesa bado tunaidai sana. Bado tunaidai sana. Mwanangu, ni neno gani ambalo kitu gani ambacho sijakuuliza ungetamani ushare na watazamaji wako ambao wengi wanatamani vile ambavyo Mdeme anafanya? Mimi bwana, mimi nataka binafsi yangu mimi nataka niongee na wasanii ambao wanaokuja. Kiukweli bwana, sanaa ni kazi kama kazi nyingine, hilo linafahamika au linatambulika. Lakini hakuna kitu kigumu kukivumilia kama sanaa. Kwa sababu kama anavyokuambia huenda sisi hapa tulipo kwa sababu labda tumeshaanza kulipwa au sio bwana, lakini utakuta mtu mwingine anafanya sanaa hata nauli apewi. Hayo mambo yapo. Tunayaona mtu mwingine anakuambia bwana unakuja kambi lakini njoo kwa nauli yako. Umeona bwana, utajitegemea mwenyewe, maisha yako yaende wewe mwenyewe. Lakini kwa sababu unakuta kile kitu unakipenda, unajikuta unaenda kweli, unaenda unakaa kama miezi miwili, unafanya sanaa. Sasa hebu fikiria kama una nyumba umepanga, utalipaje kodi? Kama una mke, unaweza kumlisha vipi wakati huo muda upo kwenye sanaa? Umeona bwana? Kwa hiyo mimi ninachotaka kuwaambia wasanii ambao wanakuja, yani sawa tunatakiwa tuvumilie ili tufike hapo tulipofika, lakini pia tuwe tunajiongeza. Umeona ili mradi tufikie kwenye hiyo sanaa tunayotaka, lakini tuwe tunajiongeza, tunatafuta hata vibiashara vingine vidogo vya kiaina ili mradi kufanyaje, ili kuweza kukavia huo muda ambao tunataka kufanya sanaa. Mtani hapa unafahamu unachokifanya? Kila mtu kupita bisa Mdeme. Wanajua. Mzee wa Bakora. Wanajua midfielder Kisheti. Mzee wa Bakora. Bwana mimi nashukuru sana kwa muda wako mtu wangu. Nashukuru na mimi bwana. Naam, ni exclusive interview na Mzee wa Bakora, mmoja kati ya watu ambao wengi wamekuwa wakitamani kuona ama kusikia mengi kutoka kwake ambayo anaishi nayo, niseme hivyo, kuhusiana na kazi zake ambazo amekuwa amekifanya kwenye dunia. Mmoja kati ya wasanii ambao wana nafasi yao ama wana watu wao. Kuna watu wanasema kabisa mimi bila Mdeme siwezi kuitazama tamthilia ya dunia. Moja ya tamthilia ambazo kwa muda huu trending zote ni wao, kuanzia ya kwanza, ya pili mpaka ya 20. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanatazama kila kukicha tamthilia hiyo. Nikwambie tu kama na wewe ni miongoni mwa watu ambao hawatazami
na unapenda tamthilia fulani hivi ambayo haina gharama kubwa. Maana of course haina gharama. Zote ni nyumbani zile. Hakuna magari makubwa, hamna nini. Ni kawaida tu, yani maisha yote ambayo sisi tunaishi mtaani. Nenda kaitazame Dunia. Kuna vitu vingi ambavyo unakwenda kujifunza mara baada ya kuweza kuitazama tamthilia hiyo. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video hii kunako YouTube channel yetu ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Lakini kubwa zaidi, hebu tuambie vipi ambavyo unafurahishwa na uigizaji wa Mdeme. Kuanzia siku ya kwanza ambapo umemuona kwenye kazi hiyo ambayo ulimuona mpaka sasa kwenye Dunia. Mwambie jinsi gani ambavyo unafurahishwa nayo, wapi ambapo amekukosha zaidi. Na kama kuna namna yote ambayo amekukwaza, Msafara wa Mamba na Kenge Wakose, sio wote ambao watapendezewa nayo. Kuna wengine wamechukizwa. Kama kuna namna yote ambayo amekukwaza, sema Mdeme pale ulivyofanya hivi, mimi sijapenda. Atatafuta muda wake, atakuja kuitazama hii video, ataangalia zile comment. Kama kuna namna yote ambayo ataweza kubadilika kupitia comment yako, utakuwa umemsaidia zaidi. Thanks for watching. Ciao.